Msaada wa serikali ya Marekani kwa Israel unatajwa kuwa ni ukimkakati zaidi, lakini ni msaada ambao licha ya kwamba kumekuwa na mikataba ya muda mrefu ya ushirikiano usiokuwa na kikomo, lakini ni Marekani inayotafuta na kutengeneza mazingira ya kiuwekezaji katika eneo la Mashariki ya Kati. Washington inataka Mashariki ya Kati iwe na utulivu na vita vichache ili iweze kuzingatia matatizo yake yenyewe na juu ya ushindani kati ya mataifa makubwa mahala pengine. Marekani ni nchi ya kimkakati zaidi. Ni nchi ambayo imetengeneza mazingira ya kuweza kupata rasilimali muhimu kutoka katika maeneo inayoyahitaji. Eneo la Mashariki ya Kati ni moja kati ya maeneo yenye rasilimali nyingi, hasa ya mafuta pamoja na gesi, na ni eneo ambalo kimsingi Marekani inatafuta njia ya kuweza kulidhibiti eneo hilo, licha ya kwamba kuna baadhi ya mataifa yamekuwa yakitengeneza mazingira ya Marekani kushindwa kupata rasilimali zilizopo. Iran inatajwa. Marekani imeamua kuiunga mkono Israel kutokana na kwamba inadai makundi mengi ya kijihadi yaliyotokea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati yamekuwa kiungwa mkono na Iran, na hivyo vita vya Israel dhidi ya Iran ni vita vya Marekani pia. Israel inahitaji msaada zaidi kutoka kwa washirika wake na marafiki kote ulimwenguni hivi sasa, wakati kuna mazungumzo ya vita, na wachambuzi wa mambo kupitia gazeti la Jerusalem Post wanaeleza kwamba Marekani inataka Israel ibaki salama, lakini pia inataka Israel iweze kufanya maamuzi yake. Lakini usalama wa Israel utaiwezesha Marekani kuweza kuingia popote, na ndio maana mwaka 2020 Rais wa Marekani Donald Trump alianzisha kilichofahamika kama Abraham Accord, mpango wa mataifa ya Ghuba pamoja na Mashariki ya Kati kwa ujumla kuweza kushirikiana na Israel ili tu Marekani iweze kuchota rasilimali kwa urahisi katika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati. Baadhi ya mataifa yameshasaini mpango huo Abraham Accord, bado mataifa machache ambayo hajasaini mkataba huo, lakini uwezekano ni mkubwa kwa mataifa mengi ya Mashariki ya Kati kusaini, licha ya kwamba mataifa makubwa kama vile Saudi Arabia bado haijasaini, licha ya kwamba ipo katika mchakato huo, lakini inahitaji kuona Palestina ikiwa huru. Iran ndiyo taifa pekee ambalo linaonyesha ushindani mkubwa kwa Marekani, lakini Marekani inaamini kwamba ikiweza kuiangusha Iran basi itaweza kubeba chochote katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Miaka ya 2003 Marekani ilianzisha vita dhidi ya Iraq wakati wa utawala wa Saddam Hussein, ambapo ilionekana Iraq ndio taifa lenye nguvu ya kuweza kushindana na Israel na hata mataifa mengine ambayo yanahitaji kutetea namna ya kuweza kuteka au kutengeneza urafiki na mataifa katika eneo hilo la Ghuba. Hata hivyo, licha ya pambana kwa nguvu kubwa, lakini ilianguka na kuuawa kwa Saddam Hussein, na wakati huu sasa Marekani inaitazama Iran kama nchi inayoonyesha ushindani katika wigo wa kivita. Mapigano yanazidi katika eneo la Mashariki ya Kati, na muungano wa Israel na Marekani ndio unaosababisha mashambulizi haya. Chanzo kikieleza kuwa kuna hatari ya hali ya kuongezeka. Kadri nyakati zinavyozidi kusonga, Marekani inazidi kuwa karibu. Mbinu mpya ambayo inazidi kupunguza maswali ya usalama. Ilielezwa kwamba kuna mkakati ambao unaweza ukawa ni tatizo kidogo, kutokana na kwamba tayari mataifa mengi yameshagundua ni nini ambacho Marekani inataka katika mataifa hayo ya Mashariki ya Kati. Operation ya Trump ya Midnight Hammer nchini Iran inasemekana kuwa ilikuwa ni dhaifu, na ndio sababu ya Marekani kuamua kusitisha vita kati ya Israel pamoja na Marekani, lakini pia inatajwa ni kutokana na namna ambavyo Iran imejibu kutokana na operation ile. Hata hivyo, Marekani imeamua kutengeneza mazingira mengine kwa mataifa ya Kiarabu yaone kwamba labda Israel si tatizo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hivyo ikaamua kusitishwa kwa vita vilivyodumu kwa takribani miaka 3. Na uwezekano mkubwa wa kusitishwa kwa vita kabisa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ili tu Marekani na Israel wakae kupanga mipango mipya. Sasa mpango ambao wanaopambania ni mpango wa Abraham Accord, ambao utayataka mataifa yote kuwa rafiki na Israel, lakini pia bado wanatazama ni namna gani wataweza kuyateka na kuyaweka sawa maeneo ya Oman, Iran, lakini pia na maeneo kama vile Lebanon na hata Yemen, na ukinzani mkubwa kwa Israel. Tuendelee kusubiri ni nini ambacho kitatokea. Je, ni Marekani itaweza kusawazisha vita vilivyopo katika eneo la Mashariki ya Kati kama mkakati wake wa kuweza kupata rasilimali kupitia Israel, ama ni nini ambacho kitatokea? Na je, hili litawezekana ukizingatia kwamba Israel
wakati mwingine inadaiwa kwamba inajisahau ni nini malengo ya Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.